Hivyo ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Ruvuma leo hii niko mbele yenu kutoa taarifa utendaji kazi kwa kipindi cha miezi mitatu, yani robo yetu ya tatu ya mwaka wa fedha 2024/25 kwa maana ya kipindi cha Januari hadi Machi 2025. Taarifa ninayowasilisha leo inahusu mafanikio katika utendaji wa mkoa wa Ruvuma kwa kipindi hicho. Taarifa hii imewezesha kupatikana kwa fedha ambazo ni makusanyo ya halmashauri ya wilaya ya Songea. Fedha hizo ambazo ni kiasi cha milioni 9.2 za makusanyo ya mapato katika vyanzo mbalimbali zilikusanywa na mawakala huko katika halmashauri yetu ya wilaya ya Songea kupitia mifumo ya elektroniki na hazikuwasilishwa benki kwa wakati kama taratibu zinavyotaka. Hivyo baada ya TAKUKURU kufanya ufuatiliaji wa fedha hizo ziliweza kuwasilishwa benki kama taratibu zinavyotaka. Kiasi hicho cha milioni 9.2. Aidha, ufuatiliaji huu umewezesha pia kuongezeka kwa makusanyo katika halmashauri ya wilaya Songea. Wakati sisi tunafanya huu ufuatiliaji tulikuta makusanyo yao yako chini ya 50%. Hivyo sisi baada ya kufuatilia na kufanya intervene sasa wameweza kufikia 102.6 ya makusanyo ambayo yanatumia mifumo hii ya kielektroniki. Katika hatua nyingine tumetoa ushauri wa kurekebisha mapungufu kwenye miradi mitatu ambayo tuliifuatilia tukakuta ina mapungufu. Miradi hiyo ilikuwa na thamani ya milioni 29.9 na mapungufu hayo yalifanywa marekebisho. Miradi hiyo ilikuwa kwenye sekta ya miundombinu, sekta ya kilimo na sekta ya fedha. Pia katika kufanya kazi zetu katika kipindi hiki ofisi iliweza kufanya chambuzi za mifumo 3 pamoja na washa 3 na kuweza kukaa na wadau kwa ajili ya kuwekeana maazimio ya kuziba mianya ya rushwa kwenye hizo washa. Jumla ya maazimio 16 yalifikiwa kwenye hizo washa zetu 3 na ambapo tutafanya ufuatiliaji katika kipindi hiki tunachoendelea nacho tuone yale maazimio utekelezaji wake umefikia wapi. Pamoja na hayo tuna utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki. Utekelezaji wa programu hii umefanyika katika kata 12 katika kipindi hiki cha robo iliyopita ambapo jumla ya kero 118 ziliibuliwa. Kati ya kero hizo tumefanikiwa kuzitatua kero 89 na kero 29 zinaendelea kutafutiwa ufumbuzi wake. Kwa upande wa elimu kwa umma tuliweza katika kutekeleza jukumu hili tumeweza kuendesha semina 24, tumeweza kuimarisha klabu za wapinga rushwa kwa shule za msingi na sekondari 53, tumeweza kufanya mikutano ya hadhara 26, tumefanya maonesho 6, tumeweza kuandaa makala 2 na tumeendesha vipindi 3 vya redio. Katika idara ya uchunguzi na mashtaka, ofisi yetu iliweza kupokea malalamiko 100 katika kipindi hiki cha miezi mitatu iliyopita, ambapo kati ya hayo malalamiko 80 yalihusu rushwa na yanaendelea kuchakatwa, yako kwenye hatua mbalimbali za uchunguzi, na malalamiko 20 hayakuhusu rushwa, na hivyo watu waliokuja kulalamika walipewa ushauri na wengine wakahamishiwa kwenye idara husika kupata ufumbuzi wa kero zao. Aidha, kesi 4 zilifunguliwa mahakamani kwa kipindi hicho cha miezi mitatu na ambapo kesi 3 zimeamuliwa na kesi zote jamhuri tumeshinda. Sasa aidha nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma na wananchi kwa ujumla kujiandaa na kuhakikisha kuwa wanashiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kutoshiriki vitendo vya rushwa. Wananchi hawa tunawaasa wajiandae, wajipange kuchagua viongozi waadilifu wasiotokana na rushwa ambao watakaoiwezesha serikali kuwaletea wananchi maendeleo na kuilinda amani ya taifa letu. Kwa hiyo ni waase wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma kujitokeza kwenye kampeni za wachaguzi ili wawajue wale wagombea ni wa aina gani, wawe na nafasi ya kuamua kiongozi gani ni ataweza kutuongoza na kutuletea maendeleo katika mkoa wetu na katika taifa kwa ujumla.